Katika eneo hili tumesikiliza hotuba ya waziri mkuu bungeni. Hotuba hii ya serikali ilitarajiwa kutoa uelekeo utakaoleta mwafaka wa kitaifa kuhusu mabadiliko ya sheria na mifumo ya uchaguzi. Lakini hotuba imegeuka kuwa mwiba mkali kwa wadau wa uchaguzi, kwani hakuna mwelekeo wowote wa mabadiliko wala utekelezaji wa sheria za uchaguzi. Ni dhahiri kuwa serikali haina mpango wa mabadiliko yoyote kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika hotuba yake, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameliambia bunge kuwa, na hapa namnukuu, hali ya demokrasia nchini imeimarika. Hata hivyo, waziri mkuu anaeleza suala la kubadilishwa jina la ile iliyokuwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuwa Tume Huru ya Uchaguzi kuwa ndo sehemu ya hayo mabadiliko ambayo anasema yamefanyika. Huu ni mzaha na dhihaka dhidi ya demokrasia. Sote tunafahamu kuwa tume hii ndio iliyopelekea mauaji lakini hujuma ya uchaguzi ya mwaka 2020. Hii ni tume ambayo moja kati ya makamishina wake ni Omari Mapuri, ambaye alikuwa kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Tume hii imebadilishwa jina kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kuitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Na waziri mkuu bila haya ameeleza bungeni kwamba kwa kubadilishwa huku jina, hayo ni maendeleo makubwa ya demokrasia katika nchi yetu. Vile vile waziri mkuu ameeleza kuwa tume imeshakamilisha utungaji wa kanuni za uchaguzi mwaka 2025. Na haya ndio maendeleo ambayo anayataja. Hata hivyo, katika kanuni hizo ambazo waziri mkuu anazitaja, kwa maana ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa mwaka 2025, maoni ya wadau zaidi ya 98% yameachwa. Yaani tuna kanuni mbaya kuliko hata kanuni ambazo zilikuwapo kabla ya tume hii kutungwa. Na kanuni hizi zimetungwa na tume yenyewe. Ndio maana tunasema hii tume sio huru, kwa sababu sheria zingine zote kanuni zinatungwa na waziri. Kanuni hizi zimesainiwa na mwenyekiti wa tume hiyo inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Ni kanuni ambazo unajiuliza, yani zinaandaa aina gani ya uchaguzi? Kwa mujibu wa kanuni hizi, kwanza observers ni kama wamefungwa kitanzi. Watu ambao waangalizi wa uchaguzi kwanza wanatakiwa wakaombe vibali kwa tume ya uchaguzi. Tume itaamua nani apewe kibali. Hata hao waliopewa kibali wamepewa kitanzi. Kanuni zinawataka wasiseme chochote, na lugha ya kuabana iliyotumika kwenye kanuni ni kwamba wasigeuke kuwa ni wachunguzi, badala yake wabaki kuwa ni waangaliaji. Yaani wao wanaangalia tu kinachoendelea. Na wanatakiwa wasitoe comment yoyote wakati wa mchakato. Yaani wakati uchaguzi unaendelea, hawa observers hawatakiwi kusema chochote mahali popote. Lakini ukiondoa hilo kwamba hawatakiwi kusema chochote, hata wakikamilisha hiyo taarifa yao, kanuni zinataka bado wasiitoe hiyo taarifa hadharani. Badala yake hiyo taarifa waipeleke kwanza kwenye Tume Huru ya Uchaguzi. Na tume sio ikishafika tu akaseme, hapana, mpaka tume iwaandikie kukubali kwamba wameipokea. Baada ya hapo ndio waende wakaongea na vyombo vya habari waeleze uchaguzi ulikuwaje. Kwa maana yake taarifa za observers ni zile tu zilizokubaliwa na tume ndio ambazo zitakuja kuelezwa. Alafu waziri mkuu Kassim Majaliwa anatuambia kwamba ati hayo ndio maendeleo ambayo yamefikiwa. Kanuni ambazo zilikuwa zinatumika na tume ya uchaguzi za mpaka mwaka 2020 zilikuwa zinamgeuza mgombea kuwa pia ni sehemu ya observer. Katika watu ambao walikuwa waruhusiwa kuingia kwenye kituo cha kupigia kura, mmoja wapo alikuwa ni mgombea. Kanuni hizi za hiyo tume ambayo Mheshimiwa Majaliwa anatuambia ndio Tume Huru ya Uchaguzi, kanuni zilizopitishwa zinazuia katika watu ambao wameruhusiwa kuingia kwenye kituo cha kupiga kura, mgombea hayumo. Kiapo cha kutunza siri, ambapo mawakala baadaye tulipeleka mapendekezo kwenye halmashauri nyingi. Mahali ya makao makuu ya halmashauri ni mbali na vijiji vingi sana ambako uchaguzi utakuwa unafanyika. Bado kanuni zime-maintain kwamba mawakala wao wanasafiri kutoka kwenye vijiji vyao waende makao makuu ya halmashauri ili wakaapishwe. Kwa hiyo kutakuwa na zoezi la kuwasafirisha mawakala ama katika maeneo mengine zaidi ya kilomita 100 kuwapeleka kwenda kuapishwa kwa msimamizi wa uchaguzi. Lakini uteuzi wa waangalizi wa uchaguzi tumeeleza na maeneo mengine ya kikanuni. Hali hii inafanya sisi kama chama makini cha siasa kuingia kwenye mapambano
mapambano ya kuihami demokrasia. ACT Wazalendo tumeamua kutoa uongozi katika kudai mabadiliko mahususi ya mifumo ya uchaguzi. Tumeamua kupigana na kupigania katika operation hii au kwenda kuileta operation ya kurejesha heshima ya kura na thamani ya kura ya mwananchi ambayo imeondolewa, kampeni ya Operation Linda Demokrasia. Sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024 na tunaipinga na tunataka mambo yafuatayo yarekebishwe ili kurejesha imani ya wananchi katika uchaguzi. Tumeeleza mambo 6, tutarejea hapa. Jambo la kwanza ni makamishna wa tume. Sheria hii ya tume ya uchaguzi, makamishna wa tume ya uchaguzi wanapaswa kupitia ambapo kamati usaili ambao wana sifa waombe na usaili ufanyike hadharani, na baada ya hapo matokeo ya usaili yachapishwe kwenye gazeti ili julikane ni Watanzania gani ambao wamepata sifa ya kuwa makamishna, mwenyekiti au makamu mwenyekiti wa tume. Baada ya kuchapishwa, rais atateua miongoni mwa Watanzania hao ambao wamepata sifa. Mchakato huu haujafanyika. Kwa kile ambacho waziri mkuu anakisema ni maendeleo ya demokrasia kwa kupatikana sheria ya uchaguzi, hiyo sheria haifanyiwi kazi kwenye uchaguzi huu. Makamishna tulionao ni akina Omari Mapuri ambao hawakupitia mchakato huu. Ilikuwa ni mwenyekiti wa CCM ambaye alikuwa rais. Alipoangalia Omari Mapuri wamemtoa kwenye ukatibu wenezi, akaona sasa mpeleke kwenda kwenye kwa sehemu ya watu wa tume ya taifa ya uchaguzi. Na tuendelea mpaka sasa. Mpaka sasa sheria hiyo ambayo waziri mkuu anasema imefanyiwa maboresho na kwamba ni maendeleo ya demokrasia, haijawaondoa wakurugenzi. Na wakurugenzi ndio devils behind kila kilichoharibiwa kwenye uchaguzi. Ndio ambao walishiriki hujuma ya uchaguzi. Ndio ambao walifanya wadau wajadili kuwepo mabadiliko kwenye uchaguzi. Ndio ambao wamefanya leo tujaribu kuwa na sheria mpya ya uchaguzi. Kwa vyovyote vile, kuendelea kuwatumia wakurugenzi wa halmashauri itakuwa ni kiashiria kibovu sana cha jitihada ambazo zilikuwa zimefanyika. Lakini eneo la tatu, mawakala wa vyama vya siasa tunataka wafanye kazi zao bila kubughudhiwa na wasizuiwe. Tumeshuhudia katika chaguzi zilizopita kwamba mawakala wamekuwa wakibughudhiwa. Kwanza uwapaji wao mpaka kupata nafasi ya kuapishwa imekuwa ni kazi. Baada ya kuapishwa, kupata barua ya msimamizi wa uchaguzi kumtambulisha kwamba yeye ni wakala imekuwa ni mgogoro mwingine. Na baada ya hapo hata kuingia kwenye kile chumba cha kusimamia huo uchaguzi imekuwa ni jambo jingine. Lakini tulipeleka maoni kwamba wakala anakwenda kwenye kituo cha kupigia kura, anapaswa kuwa ni sehemu ya watu wa kuangalia mpangilio wa namna watu watakavyopiga kura. Tume imekataa. Imetaka yenyewe iwe na uwezo wa kuamua. Kanuni zilizoletwa zinataka tume itaamua utaratibu gani uwekwe wa mpango wa kituo cha kupigia kura. Ambapo uzoefu wetu kuanzia mwaka 2020 utaratibu ulikuwa ni kumficha mpiga kura. Jambo ambalo tulikuja kubaini baadaye kwamba ilikuwa ndio njia iliyotumika kuruhusu kura feki kuingizwa kwenye masanduku ya kura na kupigwa ndani ya vituo vya kupigia kura. Tumeeleza kwa uwazi kwamba mawakala wetu, na tunataka tueleze tume kwa uwazi kwamba lazima mawakala wakiingia wafanye kazi yao, na vinginevyo uchaguzi utakuwa umepoteza maana. Kama waziri mkuu anajaribu kutuambia kwamba demokrasia imepiga hatua, basi ni lazima hakikisho la mawakala kuwepo kwenye vituo lifanyiwe kazi na mawakala wafanye kazi yao. Lakini jambo la 4, wagombea wasiinguliwe. Tumeshuhudia kuwa serikali imekuwa ikitumia Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Chama cha Mapinduzi kuwaengua wagombea wote ambao wana wasiwasi nao na kuwaacha wagombea wa CCM wakiwa peke yao. Hili ni jambo ambalo tumelieleza halipaswi kuwepo. Fomu ya maombi, fomu ya anayojaza mgombea sio karatasi ya usaili. Na ndio maana wakati wa kupokelewa inapokelewa na msimamizi wa uchaguzi. Tutarajia msimamizi wa uchaguzi ataikagua, na kama anadhani kuna maeneo yana mapungufu atatoa maelekezo ili mgombea
ayarekebishe hayo maeneo. Hatutaki mwenendo wa kuwaingua watu kwa sababu ya makosa ya ujazaji wa fomu. Watu wainguliwe kwa sababu za kikatiba, kama kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawapaswi kuwa wagombea, au kwa sababu za kisheria, kama sheria ya uchaguzi inawaondoa, hawana sifa kwa mujibu wa sheria. Na haya ni mambo ambayo tumewataka waweke express version kwenye kanuni, wamekataa. Lakini waziri mkuu anataka kutuambia kwamba eti basi kumekuwa na maendeleo ya kidemokrasia. Lakini pia kusiwe na kura feki. Na hapa tumerejea na tunarejea tena utaratibu ulioanza mwaka 2020 wa kuchapisha makaratasi ya kura na kuyasambaza mtaani kama njugu, kisha kuyaita kuwa ndio kura zilizopigwa kwenye vituo vya uchaguzi. Ni utaratibu ambao hauwezi hata na mwenda wazimu kuitwa kwamba ni maendeleo ya demokrasia kwenye nchi yetu. Kitu ambacho kimetokea mwaka 2020, kimetokea mwaka 2024, alafu leo waziri mkuu anakuja kusema kwamba hayo ndio maendeleo ya demokrasia yaliyopigwa katika kipindi hiki cha miaka hii minne ya utawala wa Rais Samia. Tunadhani ni muhimu sana utaratibu wa huko nyuma kabla ya mwaka 2020, kabla ya CCM kuanza kuiba kura kwa mtindo huu, ulikuwa mchakato wa kutafuta makaratasi ya kura, wa kuchapisha makaratasi ya kura, ulikuwa unaanza kwa kuunda kamati ya pamoja. Kamati iliyokuwa inawahusisha wadau kutoka vyama vya siasa na wadau wengine pamoja na tume ya uchaguzi. Kisha tenda huwa inatangazwa. Wale walioomba wote, anayeshinda tenda wadau wanajua na kumwamini. Baada ya hapo karatasi zinakwenda kuchapwa. Zikishachapwa zinapokelewa na ile kamati, na kisha ule utaratibu wa kuzisambaza usimamiwa na hiyo kamati. Katika wakati huo wote hakuwahi kutokea karatasi za kura zinasambaa mtaani. Kuanzia mwaka 2020 ambapo utaratibu huu ulivunjwa na serikali ikaamua yenyewe kuchapa makaratasi wanakokujua wao, ndiko ambapo tumekuja kushuhudia karatasi za kura zikisambaa mtaani, na tulikuja kugundua baadaye kwamba CCM iliachana na hiyo baada ya kuona wanakataliwa. Tunapozungumzia maendeleo ya demokrasia, lazima kura feki ziondoke. Hakuna uchaguzi ambao utakuwa na maana kama makaratasi ya kura yanaweza kusambaa mtaani na makaratasi yao kwa kusaidiwa na vyombo vya dola yakaingizwa kwenye masanduku ya kura. Lakini jambo la sita, vyombo vya ulinzi na usalama visiingilie mchakato wa uchaguzi. Kuanzia mwaka 2020 tumeshuhudia vyombo vya usalama hasa jeshi la polisi pamoja na idara ya usalama wa taifa wakiuteka mchakato wa uchaguzi. Mchakato wa uchaguzi umetekwa na vyombo vya usalama na kuhakikisha kuwa badala ya kuwa ni zoezi la wananchi kuchagua viongozi wao, ikageuka kuwa ni zoezi la kijeshi la kutumia wananchi kama rubber stamp ili kuhalalisha uwekwaji wa viongozi ambao uhalisia wake wamewekwa na vyombo vya dola. Viongozi ambao matokeo yake hawaiogopi kura, hawaogopi maamuzi ya wananchi. Na kwa mtindo huo wameua kabisa dhana ya uwajibikaji kwenye nchi yetu. Leo hakuna mbunge ambaye anaporudi kwenda kuomba kuchaguliwa tena atawaeleza wananchi namna ambavyo ametimiza wajibu wake. Leo kila mbunge wa CCM anaweka mafungu ya pesa ili ashinde kura za maoni, na akishashinda kura za maoni anajua mapolisi na usalama wa taifa watamsaidia kuwa mbunge bila kujali alifanya kazi gani kwenye kipindi cha miaka mitano. Tunataka vyombo vya dola, jeshi la polisi na idara ya usalama waache kuteka mchakato wa uchaguzi ili zoezi la uchaguzi libaki kuwa ni zoezi la kiraia, zoezi